الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد tunaendelea katika surati al-Hajj aya ya 14 na aya inasema hivi: a'udhu billahi minash shaitani rajim inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar inna allaha yaf'alu ma yurid. halafu aya 15: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. نعم. Ilipokuja aya hii ya 14 yenye kuhakikisha na kusisitiza kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwatia waja wake wema ambao walimwamini kwamba yeye ni Mwenyezi Mungu wa haki, na ikiwa Mwenyezi Mungu wa haki wakatekeleza maamrisho yake yote na kujiepusha na kila katazo lake subhanahu wa ta'ala, yani imani imezama katika nyoyo zao watu hawa. Kwa Mwenyezi Mungu anaposema inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa 'amilus salihat, anataja aina gani ambao Mwenyezi Mungu anawatia peponi. Inna Allaha, hakika Allah, yudkhilu, atawaingiza, alladhina amanu wa 'amilus salihati, wale walioamini na wakatenda mema. Ataingiza wapi? Jannat, katika bustani za peponi, tajri min tahtiha al-anhar, bustani hizo zipitazo mito kati yake. Akamalizia aya inna Allaha yaf'alu ma yurid, hakika Allah hutenda atakayo au atakavyo apendavyo Mwenyezi Mungu, hufanya chochote anachokitaka. Aya hii imekuja wakati kishaeleza aina tatu za wa minan nas. Aina ya mwanzo katika aya tatu, wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid, wanajadili katika mambo ya dini bila kuwa na ilmu yote, na akifuata shetani wanavyopeleka, shaytani marid mutamarrid. Na aina hii wanafuata tu wao, yattabi'u. Na shetani maridi sio kwa shetani jini, bali shetani binadamu pia ndio anaongoza katika upotofu. Hii aina aya tatu. Na ilipokuja katika aya 8 wa minan nasi pia aina ya pili katika sura al-Hajj, tujue kwamba aya sura hii, sura al-Hajj, inatetea uwepo, kwa nini, kufufuliwa kwa watu na kusimamishwa kwa hisabu na kupelekwa motoni au peponi. Na ndio kwa maana ikaja katika aya 5 ya ayuhan nas, wanaambia watu wote waliokuwa waumini na wasiokuwa waumini, in kuntum fi raibin min al-ba'th, ikiwa mpo katika shaka kwamba hakuna kufufuliwa, kitu gani kinachomshinda Mwenyezi Mungu asiweze kukufufueni? Na sababu kadha kadha kadha, kama ilivyotaja aya 5 marahili mtoto, marahili numu fi batni namna gani mtoto mchanga anapokuwa katika tumbo la mama, lakini asili yake ilikuwa mchanga. minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kutokana na udongo tumekumbeni na tukakurejesheni, tukakuzikeni na tutakutoeni tena. Kwa hivyo ni jambo jepesi. na yeyote ambaye asiyefuata maamrisho yaliyokuja katika Qur'ani
هذا بلاغ للناس، يعني هذا بيان للناس قرآني. وهو آياتان إن كنتم في ريب، والريب نشك زين كليكو الشك، والشك والريب ومرية. Haya ni maneno aina mbalimbali za nini, maelezo kuhusu shaka. Mtu anatia hana hakika na jambo, anakuwa shaka, bali raib ni kutuhumu kwamba ni Mungu, vituhuma ndani yake. Kwa hivyo aya 5 inakwambia sababu za aya hizi kwa wale wenye kupinga kufufuliwa wao, yani argument zao, majadiliano yao hayana msingi, hayana kitabu, hayana hidayah. Ndio ikaja aya 8, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin, wala bila ilmu wala kuwa nayo wala hidayah hana, wala hajashukia kitabu, kwamba unategemea kutoka na kitabu kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii inakuwa aina ngapi? Aina ya pili. Hawa almatbu' almuqallad, mwenye kufatwa, hana vitabu hivyo, basi wajisemea tu, na ndio kwa maana hugeuza shingo zao thani atfihi liyudhilla an sabilillah, ili wapoteze watu kutokana na njia ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hawa almatbu' wenye kufatwa, na mwanzo watabiu wenye kufuata. Halafu akaeleza aina ya tatu. Aina ya tatu ilikuja ile wa minan nasi, na hizo zote wa minan nasi, wa minan nasi. Aya hii imekuja katika aya ngapi? Katika aya ya 8. Wa minan nasi wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf, aya 11. Wanamwabudu Mwenyezi Mungu katika nini? Katika ukingo, kwa ukingoni, yani imani zao regarega, mara moja hutoka akaingia, atazama malengo yake ya kuamini kwake, ina maslaha kidunia, kwa maslaha, imani maslaha. Kwa hivyo ni wepesi kutoka katika dini. Kwa hivyo iko aina hizi tatu zimetajwa katika aya ya 3 na katika aya ya 8 na aya ya 11, ambayo tushaelezea yote haya. Hao wote aina asnaf thalatha za watu wa motoni, lakini hasa watu wa peponi, inna Allaha yudkhil. Tunakuja aya 14 hapa, hakika Allah anawatia. Na ukiona ya harfu ya mwanzo ina dhamma, herufi ya mwanzo ina dhamma, na ya 3 wakati mwingine kwa fatha ikageuka kasra. Yadkhulu, anaingia, yudkhilu, anaingiza. Na tofauti hapo, yadkhulu mwenyewe anaingia, lakini anachomtendea kitu mwingine na yudkhilu. Yakhruju, anatoka, yukhriju, anawatoa. Kwa hivyo yudkhilu hapa tujue nini, nahwu basit jida katika kufahamu lugha, ni kujua kitendo gani cha mtenda na kitu gani anachokitenda kwa mwingine. Yadkhulu, yudkhilu. Kwa hivyo inna Allaha, hakika Allah. Taibi, inna imekuja kusisitiza kwa ajili ya nini? Kwa maana tatu zote wale motoni bali wa peponi hawa. Inna Allaha, hakika Allah, yudkhilu, atawatia. Inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihat. Shuruti zake Mwenyezi Mungu alizozitaja hapa ni kwamba iman rasikh fil qalb, iman ya sahihi. Inna Allaha yudkhilu alladhina amanu, waloamini, na imani iliyokaa ikatulia katika moyo, inakuwa picture, inaelezwa na nini? Na vitendo. Ikiwa umeamini kweli, Mwenyezi Mungu akwambia sali, anda sali. Umeamini kweli, ambapo toa zaka, unatoa. Umeamini kweli, funga. Umeamini kweli, fanya mema, jiepushe na maovu. Naam, sasa hiyo ndio imani hasa wanaostahili watu kutoa peponi katika starehe za milele. Inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihat. Na unaposema kwamba aya hii ilivyotoa sababu ni moja katika aya chungu zima zenye kueleza kwamba al-iman bila amal salih haifai, na amal salih bila imani haifai.
Al-iman na amal salih imejengwa kutokana na taqwa. Taqwa ikitulia katika moyo, akaamini hasa kwa hakika, waamanu bilghaib, na inakuwa imani zaidi ya hali ya juu. Inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihat almu'minuna almukhlisuna at-tayyibuna as-sabiruna, sifa zote zao hizi waumini hao. Mwenyezi Mungu anaelezea kwamba masir, mwisho wao wale wa aina tatu, wa khusran fi dunya wal akhirah, wadhalika ni huwa al-khusran al-mubin, yubainika kabisa duniani na akhira. Lakini hawa wanapata faida duniani na akhira. Haulai ila janna, wanakwenda peponi, ardhuha as-samawati wal ardh, upana wake kama mbingu na ardhi kubwa yake. Hao wanaokwenda peponi katika fi jannati wa nahar, fi maq'adi sidq inda malikin muqtadir, katika vikao vizuri vizuri vya kweli, hasa kwake mwenyewe Malik Allah subhanahu wa ta'ala, muqtadir mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Hao ndio wanastahili kwenda huko. Kwa hivyo aya hizi kama nilivyoeleza, ziko aya chungu zima zenye kueleza kwamba al-iman ma amal salih. Wako wengi sana wameamini wakasema la, amini natosha, kama mshamamini Mwenyezi Mungu basi. Ala, Mwenyezi Mungu anasema yote haya imanu ma amal salih, iman ma amal salih. Wengine wanafanya mema sana lakini hakuna imani, haifai. Hoja aliweka Mwenyezi Mungu katika Qur'an katika ayat chungu zima, al-iman ma al-amal salih. Al-amal salih ikiwemo vitendo alivyokuamrisha, vitendo vyako min aljawarih, kutokana na viungo vyako, ikiwa katika sala, ikiwa katika ibada nyinginezo, au ikiwa katika nini, madiyat, kwa kutoa zaka, au ikiwa katika juhudi ya mwili wako kusaidia watu katika kufanya mema, liislah almujtama, kwa ajili ya nini, kuboresha jamii. Hayo yote katika mambo ya amal salih yanaingia katika nini, jambo lolote lenye faida ambayo Mwenyezi Mungu ameliamrisha inaingia katika listi hii. Kwa hivyo na aya kama hizo yatakarrar, zinaripiti tena na tena katika Qur'ani, iqtiran amal salih, kuambatanisha amali njema pamoja na iman. Kwa hivyo tukitazama kama aya nyingine, innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, watawekwa katika nini, jannatul firdaus. Innal ladhina amanu, mwisho katika sura Kahf, innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum, watamiliki yao wenyewe, kanat lahum jannatul firdaus nuzula, ndio kuna makazi yao, khalidina fiha, wakae milele humo, la yabghuna anha hiwala, hawataki kuhama. Washajenga nyumba nzuri kwa amali zao za duniani, hawataki la hiwala, hakuna kwenda huku wala kule. Naam, tukitazama aya nyingine, innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatun na'im, jannat pepo. Kuna wakati mwingine janna moja na plural jam' jannat an-na'im, na wakati mwingine janna mbili, nategemea hasab siyaq kwa maneno yanavyokwenda. Kama ilivyokuja nini katika surati Ar-Rahman, vitu vyote viwili viwili, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kwa hivyo zimetajwa uslub zote, moja mbili au nyingi. Kwa hivyo katika hii sura Luqman aya 8 imesema nini, innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatun na'im. Nakuta aya nyingine, innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum ajrun ghairu mamnun, watapata malipo yasiyokatika, yanaendelea. Unakuta aya nyingine kama ilivyokuja katika الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن
amala, hatuwapotezei malipo ya wenye kufanya amali njema. Kwa hivyo tukielezea masala kwamba kwamba amal salih ni muhimu, ndio kwamba sio sababu kwamba madhara umefanya amali njema ndio ingie peponi tu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemkirimu mtume wake kwa kumjalia peponi, lakini hata hivyo kasema haingii kwa amali zake. Alipoulizwa kwamba hakuna yote atakayeingia peponi kwa amali zake, hakuna atakayeingia peponi kwa amali zake. Kwa hivyo hapo tunauliza masala ya kwamba nini al-amal salih laysa fi muqabil al-janna, kwamba ndio sababu kufanya amal salih ingia peponi. Mwenyezi Mungu kwa rehema zake na fadhila zake kajalia ndio hiyo sababu, mi'yar ndio mizani ya kupimia ya kuingia peponi, lakini sio ndio sababu. Lan yadkhula ahadun minkum al-janna bi'amalihi, haya maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema nini? Lan yadkhul ahadun minkum aljanna bi'amali, hakuna yote atakayeingia peponi kwa amali zake. Waqalu, wakasema nini? Wala anta ya Rasulullah, hata wewe pia hutoingia peponi, hata wewe mwingine, hata wewe ya Rasulullah. Qala nini? Wala ana, hata mimi pia. Illa an yataghammadani Allahu, illa an yataghammadani Allahu birahmatihi منه برحمة منه وفضل، يعني وفضل منه، إلا أن يبتيك ورحمة ذاك وفضل ذاك ndio atakaingia peponi. Idhan kwa hivyo hoja hii kwamba mtu haingii kwa amali zake, lakini kwa nini iwe kajalia hiyo ndio mi'yar, ndio kipimo cha kuingia hivi. Basi خلاص mnaingia kwa fadhila zangu na rehema zangu, birahmatin minni wa fadl, aljannatu fadlu min Allahi wa rahma. Lakini aljanna ukisema kwamba naingia kwa hoja, zipo aya zinasema hivyo, sio kama mfano aya nasema tilka aljannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun, ndio maana yake hivyo. Tilka aljanna, hizo ni pepo ambazo allati uristumuha, mirithishwa bima kuntum ta'malun, kutokana na amali mlikuwa mkiyafanya, ndiyo mejalia hiyo ndio sababu. Kwa sababu asiyefanya hivyo simtii peponi. Alafu shukrani zako wewe binadamu niliokuumba nikakupa kila rehema na neema, halafu unakwenda kinyume na maamrisho yangu. Mimi nataka basi ufuate maamrisho yangu nikutie peponi, nikupe faida kubwa zaidi, starehe zaidi. Lakini si kwa amali zako, la nimejalia tu amali ndio sababu. طيب na nyingine sana, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayamil khaliya, kuleni na mnywe kwa starehe na furaha kabisa kwa yale mlikuwa mkiyafanya katika siku za duniani. So ndio hizo basi aya zinasema kwamba nini, si kwamba ndio kwa amali zetu. Mimi sitoingia ila kwa amali yangu ya Rabb. Kwa amali yako hapima amali yako na fadhila za jicho moja tu, tasema la Rabb kwa rehema zako na fadhila zako. Katika karne za kabla alipoulizwa nikutie peponi kwa amali zako au kwa rehema zangu, akasema la ya Rabb, kucha nasali kuka katika jihad sasa, alafu niambie amali zangu bure bure abadan. Lakini Mwenyezi Mungu atakuonesha kajalia ndio sababu, kaambia basi hivyo al-amal sababun lidukhuli al-janna, inma al-jannatu fadlun wa rahmatun min Allah. Na hapa aya inasema nini? Alafu inna Allaha yaf'alu ma yurid, ndio malizia aya inna Allaha yaf'alu ma yurid, hakika Allah hutenda atakayo. Yaf'alu ma yurid yani yaf'alu ma yasha, anafanya anayotaka. Inna Allaha yahkumu ma yurid, anahukumu apendavyo mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Na Mwenyezi Mungu anapohukumu, faman shaa adhabahu fi nnari biadlihi, anayetaka humadhibisha katika moto kwa uadilifu wake Mwenyezi Mungu, sio kwa kumuonea. Waman shaa yudkhilu aljanna bifadlihi wa rahmatihi, anayetaka umtie peponi kwa fadhila zake Mwenyezi Mungu. La yusalu amma yafal, kuna mtu anaweza kumuuliza Allah kwa kile anachokifanya? La, abadan. La yusalu amma yafal, lakini watu wote wanaulizwa. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Mwenyezi Mungu hamdhulumu mtu yeyote. Kwa hivyo aya hii tunaona namna gani wanatajwa aina ya nustahiki pepo. Tunaondoka katika aya 14 tunaingia katika aya 15. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fi dunya wal akhirah, anasema falyamdud bisababin ila as-samaa thumma liyaqta' falyanzur hal yudhhibanna kaiduhu ma yaghidh. Aya hii inakanganya kidogo katika kufasiri, kwa sababu zimekuja akthar min tafsiri. Kuna watu wamekwenda katika kueleza aya hii kwa namna mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala, tukichukua ile maana moja kwa moja kwamba hii aya, yeyote mwenye kupinga na kukataa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kudra yake na uwezo wake anafanya anavyotaka, kwa hivyo kudra yake itakuwa tu alivyokusudia mwenyewe. Fa inna Allah fa inna qadra Allah waqi', na kwamba Mwenyezi Mungu anamtetea mja wake yote anayefuata maamrisho yake. Aliposema man kana yadhunnu, yule ambaye anayefikiria akadhani, an lan yansurahu Allahu, an ya kwamba lan yansurahu, hatumnusuru Allahu Allah. Hii haya dhamir yansur, yansurahu dhamir mudhakkar, sio wakasema la yansuru dina, yansura dinahu fi dunya wal akhirah. Lakini hoja ilikuwa nzito zaidi, la yansurahu dhamir yaudu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume wetu Muhammad khairu khalqillah. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah, na pia inakuja ni jawabu kwa wale ambao walikuwa wakimpinga, wakitoa hoja bila dalili yoyote au bayani kutokana na kitabu kutubu samawia. Kwa hivyo hawa wanaotajwa asnafu thalatha zitajwa juu, na sarfi nadhari alladhina amanu wa amilus salihati jannat, hawa ni peke yao, tofauti na aina tatu zitajwa juu. Wanaokataa kwamba kuna kufufuliwa, wanaoabudu Allah ala harf, kwa ukingoni na maslaha anafuata, haina maslaha anatoka katika dini. Hizi aina tatu zote, hasa hao ndio wanakuwa nini, wanaona kwamba wanaweza kwenda kinyume na yale yaliokuja katika dini. Tutazame aya inamalizia vipi. Man kana yadhunnu, yoyote anayedhani, an lan yansurahu Allah, kwamba hatumnusuru kipenzi chake mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah, duniani na akhira. Falyamdud bisababin ila as-samaa, anasema falyamdud, airefushe, afungue kamba. Sabab wanasema habl, kamba, na afunge kamba ila as-samaa. As-samaa kullama a'laka kullama adallak huwa as-samaa, chochote kilicho juu yako, chochote yenye kukukinga na chochote. Kwa hivyo samaa walikwenda katafsiri ya kwamba ni sakafu, na samaa walikwenda katafsiri kwamba mbinguni. Kama yeye anaona kweli kwamba Mwenyezi Mungu hatamnusuru mtume wake
na nyinyi mkawa mnampinga na mnakataa, msimama kidete dhidi ya dini, basi na afanye hasira zake, afanye jambo hili falyanzur asani falyamdud bisabab, sabab hapa sababu hable ila samaa, afunge kamba yake, tukichukua maana mwanzo kwenye dari msakafu sasa, thumma liyaqta, ikisha anaikate. Na liyaqta hapa bimaana yakhtaniq, ikhtinaq. اختناق معناه يعني suffocation كانوا بيسموها يعني سمي الاختناق يعني ميكاتا قطعة نيني إلى أنه يقطع النفس إلى مزوي أم تسير كتب مزي إنهم فيها كباري كوكابا روحه يقطع بس ينايكاته فليختنق ajikabe roho yake kwa kukata ile kamba, na maana zote biyaqta kukata na kukaba roho, ikhtinaq yani falyahtaniq nafsahu falyaqta kati ajiwe, ajipige kitanzi afe. Hii moja katika maana zilichukuliwa kuelezea aya hii. Thumma liyaqta falyanzur, na atazame hal je hal yudhhibanna kaiduhu, je hila yake yudhiban, yadhhab itaondoka, ma yaghidh, yale ambayo yaliyomtia hasira na kumkasirisha ondoka. Wengine wakasema maana kwamba na afunge kamba aende zake juu mbinguni, aende akae kule kule, faliyaqta, aizuie wahi usishuke. Na maana hiyo nyingine, aizuie wahi usishuke, alafu ajizame, atakuwa amefaulu, hasira zake zitaondoka. La, kazi ya bure. man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah, أي ضمير يعود إلى محمد أو إلى الدين، فليمجد وليقطع. كما نقول هapa ilianza kuzungumza kwa nini lamu imekuja sukun hapa, lilamr, lilamr. Lamu hiyo inaitwa lamu al-amr, takunu sakina, fal, ingaje yuko na qiraa fali kwa kasra, faliyaqta, fali. Inapokuja mara nyingi lam sakin inakuja baada, kabla yake inakuwa fa au wa au thumma, herufi tatu inakuja baada yake. Leo tazama, ukifungua peji moja huku sura hii katika aya 29, thumma imeanza kwa thumma na lam sakina, thumma liyaqdhu. Kwa hivyo moja katika herufi ambazo inakubali lam hiyo sukun bimaana al-amr. Mwenyezi Mungu atoa amri ajitakase kwa kushakoga. Unajua baada hija ukishamaliza zile manasik wanaambia ukoge ujisafishe kabisa. Thumma liyaqdhu tafathahum, wa ya pili mwanzo, thumma pili wao, wal yufu nudhurahum, watekeleze nadhiri zao, wal yatawafu wao bilbaiti al-atiq, nyumba ya kale, nyumba kongwe, na Baitullah haram. Kwa hivyo hapa inakuja bimana la msaki, na hii ni amri. Lakini sasa kwamba dalili za kwamba Mwenyezi Mungu anamnusuru mtume wake watakavyofanya, wajue kama aya chungu zima imetaja kwamba Mwenyezi Mungu nasirun abda wa nasirun dina, na kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema kaeni, inna lanansuru rusulana walladhina amanu, hakika sisi tunanusuru mitume wetu na walioamini, fi dunya walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad, akhira. Tunanusuru mitume wetu na walioamini fil hayati dunya, katika maisha duniani,
wa yawma yaqumu al-ashhad, na watu wataposimamishwa mbele ya haki siku ya kiyama. Au aya nyingine, kataballahu nini inasema? Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, ameshaandika, ameshapitisha decree, amri kwamba nini, tutashinda sisi, tutaghilibu ana, mimi na mitume wangu niliowapa nguvu. Wa rusuli inna Allaha la qawiyyun, innana la qawiyyun aziz, mwenye nguvu kabisa. Kwa hivyo na kisha sema katika aya, wala qad sabaqat kalimatuna, ishatangulia zamani neno letu, liibadina almursalin, kwa waja wetu wa mitume tuwatuma, innahum lahumul mansurun, wao almansurun, watanusuriwa almansurun, wa inna jundana lahumul ghalibun, na hakika maaskari wetu na jeshi letu ndio lenye kushinda. Na aya ziko nyingi kama hivi. Hadha wallahu alam.